Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa inayoitwa Sina Makosa sehemu ya 14. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili, wa kwanza akiitwa Kituro na wa pili akiitwa Zegadi, ambao walisoma katika shule ya msingi moja na hatimaye baadaye walikuja wakatengeneza udugu. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwana familia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe katika sehemu yetu ya 14. Tuendelee kusonga mbele na simulizi yetu hii. Tuendelee kuidadavua ili tujue ni mambo gani ambayo yaliendelea. Baada ya kuona Angela yuko serious, na kimsingi kumbuka Zegadi ni Doto, Angela ni Kurwa. Kwa hiyo Angela ni mkubwa kuliko Zegadi, na wamekulia katika familia ambayo mdogo ni lazima mheshimu mkubwa. Kwa hiyo alivyokuwa kabisa akiwa serious na anaonekana kabisa naongea kwa hasira zote, Zegadi alianza kutetemeka, akaanza kuona kweli hapa inawezekana anamkosea dada yake. Sasa kilichofanyika, alizungumza huku akisema rafiki yangu Sharifu, na kuomba tumshushe tu, tusije tukasababisha makubwa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro akaanza kuzungumza huku akisema, sasa jamani Angela, unataka uende wapi tena? Hasa sisi unatuacha na nani? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela alizungumza huku akisema, kwa vile huyu hapa amezungumza, basi nipelekeni mpaka hospitali, lakini hakikisheni mnanishusha pale getini, sitaki kuingia mpaka ndani. Watu wote wakaanza kushangaa. Kwa nini Kituro alivyozungumza ni kama vile amemshusha hasira? Kuna nini hapa? Lakini aliyekuwa akiwaza mambo yote hayo ni Sharifu. Zegadi wala hata hakuwaza kama endapo kuna chochote. Aliona tu ni hali ya kawaida, kwa sababu ni kweli amemuona kwamba Kituro ni mkubwa kuliko Zegadi, na pia licha ya kwamba ni mkubwa kuliko Zegadi, anamchukulia ni kama
rafiki yake ambaye yuko kama kaka yake. Kwa hiyo baada ya kuzungumza kwamba Angela anashuka anawaacha na nani, akaona kabisa anajaribu kumwambia, je, yani sisi ndugu zako na unatuacha na nani? Kwa hiyo hakuwaza chochote, ila Sharifu kutokana na jambo kama hilo, kuna kitu ambacho aliwaza. Sasa sekelezeni ndugu zangu, mimi naona kweli twende mpaka kule, alafu tutashuka. Tusimuingize hospitalini, simesikia mwenye umekataa. Kwa hiyo hakuna haja ya kuingia moja kwa moja mpaka hospitali, tuishie hapo hapo nje. Jamani, sister kasema. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Sharifu, hapo ndipo ambapo Zegadi alizungumza huku akisema, unaona Sharifu, inabidi tu tuheshimu, kwa sababu huyu ni sister na ameshaamua kwamba yeye ni mzima. Kwa hiyo tumwache. Ndio maana najaribu hata kumhoji kama wazazi wanaendeleaje, kwa sababu nakumbuka nimewasiliana nao jana tu kwenye simu. Sasa nilikuwa nataka nithibitishie kuhusiana na uzima wao, lakini ni kama vile amepaniki kweli kutokana na hiki ambacho tunaenda kukifanya. Nashukuru sana rafiki yangu Kituro, kidogo umeweza kumshusha jaziba zake, na dada yetu kidogo naona mambo yamekaa sawa sasa. Lakini tu amenishangaza kusema kwamba yeye ni mzima wakati tumemkuta ameanguka pale. Sasa kidogo ndo inanishangaza. Kwani sister, ni kitu gani ambacho kimekukuta? Bado Zegadi hakukoma, aliendelea kuuliza ili aweze kupata ukweli juu ya mambo hayo. Kwa nini? Yani kwa nini? Ni kitu gani ambacho kilimkumba Angela mpaka kaanguka chini? Anataka kujua ukweli. Hapo ndipo ambapo Angela alizungumza huku akisema, mdogo wangu, nitakwambia kila kitu, nitakwambia, lakini naomba kwanza unipe muda nikae chini mwenyewe nijitafakari kama endapo naweza kukuambia au nisikwambie. Haya maamuzi yapo kwangu. Sawa mdogo wangu? Tuliza mshono. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kidogo kama vile Zegadi akaanza kumchoma hivi, akaanza kuwaza ndani ya moyo wake, hivi kwa nini naendelea kulazimisha mtu aniambie kitu ni cha kwake ndani ya nafsi yake? Nilitaka nimsaidie aende akapate matibabu, lakini naona kama vile nijeuria eti kisa yeye ni mkubwa. Hivi kuviacha napo na kwa nini yani kwa nini pilipili ambayo sijaira iendelee kuniwasha? Bora tuniachane naye, atajua mwenyewe. Akitaka ataniambia, akitaka aache. Na imebaki mara moja tu, nikikuta ameanguka tena nikijaribu kumhoji asiponijibu, basi siku nyingine nikimkuta ameanguka mara ya tatu na muacha hivyo hivyo na sepa zangu. Hayo ndiyo mawazo ambayo alikuwa akiendelea kuyawaza ndani ya moyo wake, kutokana na kwamba dada yake amesema tuliza mshono. Kidogo ikawa imemsikitisha kweli. Baada ya kwenda moja kwa moja mpaka pale hospitali, bajaji ilisimama na hatimaye wakashuka. Baada ya kushuka, Angela
aliita bajaji nyingine tena. Baada ya kuita bajaji nyingine, akawaamuru Zegadi pamoja na Kituro waingie katika hiyo bajaji. Sasa wakabaki huku wanamshangaa. Wametoka kwenye bajaji, tena ni ya rafiki yake na Zegadi, yaani kiasi kwamba huyu Sharifu gharama ambayo iliyowatoa huko mpaka hapo, angekuwa ni dereva bajaji mwingine, manake ingewachaji hela ndefu, lakini Zegadi alilipa hela kidogo tu. Akawaamrisha watoe hizo baiskeli humo ndani ya hiyo bajaji, waingize kwenye bajaji hiyo nyingine. Hapo ndipo ambapo Sharifu alizungumza huku akisema, "We sister, sasa si hata hiyo hela ambayo ungetakiwa kumpa huyo, si ni bora tu ungenipa mimi dada yangu? Mimi tena ndo ningekufanyia kidogo kweli, kutokana na kwamba wewe ni sister yake na rafiki yangu. Kwa hiyo mimi sina gharama. Kwa nini unaita madereva bajaji wengine ambao watakao kutoza nauli kubwa na mizigo hiyo, mibaiskeli hivi? Si ungesema tu tukageuza au?" Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela alizungumza huku akisema, "We kaka, naomba usiingilie kwenye maamuzi yangu. Tafadhali niache." Yaani kila kitu ambacho alichokuwa najaribu kukizungumza Angela walikuwa wakiendelea kushangaa. Yaani ni vitu vya ajabu ujue. Yaani watu wametoka huko, wamefika mpaka kwenye jengo kabisa la hospitali, alafu anaita dereva bajaji mwingine ili waweze kurudi walikotoka. Hataki kurudi na bajaji ya Sharifu, anataka arudi na bajaji nyingine. Sasa unaweza ukaona. Ila Zegadi kwa vile alikuwa ameshawaza ndani ya moyo wake, akasema atajijua mwenyewe, kwa vile ni sister basi tu. Maanake amebakiza mara ya pili, akianguka ndo nitajaribu kumsaidia, ila kiniletea mashauzi tena mara ya tatu na achana naye. Kwa hiyo alichukulia ni hali tu ya kawaida. Hapo ndipo ambapo alipomlipa pesa yake Sharifu, na akazungumza huku akisema, "Rafiki yangu Sharifu, mimi tu ni kushukuru kwa sababu umekuja na sisi mpaka hapa hospitali, na ninakuomba usichukie wala usichukulie kwamba hii ikakuletea hasira. Chukulia ni hali ya kawaida. Inawezekana my sister, huenda kuna mtu labda alishawahi kukutana naye akampachika ujauzito, huenda upo ambao hatuuoni hapa, bado mchanga, maana pigo zake ni za kiujauzito hivi. Lakini usiwaze rafiki yangu, haya ni mambo tu ya kawaida." Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela alisimama kule alipokuwa amekaa kwenye msingi wa uzio wa hospitali, yaani lile jengo la uzio. Kuna msingi fulani hivi waliacha kabisa ambao mtu unaweza kukaa. Sasa alisimama pale, moja kwa moja katembea, kaja kamnasa kibao cha ukweli Zegadi kutokana na maneno hayo ambayo ameyazungumza.
Halafu akaanza kuzungumza huku akisema, hivi we mdogo wangu, utakuwa lini? Wewe ni kumwambia kabisa dada yako vitu kama hivi, alafu unazidi kunisambazia mambo kama hayo. Umeshawahi kunifuma mimi nina kijana yoyote? Kwa nini unaendelea kunisambazia ubaya? Zegadi, una akili kweli wewe? Mimi si wa kusambazia ubaya. Kwa makini mdogo wangu, uwe na uhakika na kitu unachokizungumza, sio naropoka tu. Amebebeshwa ujauzito. Unataka kama kuna watu ambao wanataka kunioa, waahirishe kunioa. Utanioa wewe? Mjinga mkubwa wewe. Naam. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 14 ya simulizi yetu inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumewaona hawa vijana watatu, Sharifu, Zegadi pamoja na Kituro, bado wanaendelea kumshangaa huyu dada wa kuitwa Angela. Anazidi kuwachanganya kweli kweli, na mchanganyo unapokuja ni kwamba kila kitu ambacho wanajaribu kutaka kumfanyia na kipinga. Na hapo tumeona baada ya Zegadi kuwa kama vile anatania kuhusiana na dada yake yale ambayo anayoyafanya, amejaribu kutania kwamba inawezekana huenda atakuwa amekutana na kama mwanaume kamempa mimba ambayo hawawezi kuiona, bado ni changa. Kwa hiyo anamsisitiza Sharifu asikasirike, achukulie ni hali ya kawaida. Lakini tumeona Angela amesimama kule alipokuwa amekaa kwenye msingi wa jengo la uzio wa hospitali na kuja kumnasa kibao huyu kijana wa kuitwa Zegadi ambaye ni Doto. Yani Kurwa anamnasa kibao Doto. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii bwana kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King. Unawaza sehemu ya 15 itakuwaje? Endelea kuifuatilia msikilizaji wangu na mtazamaji, usije ukaiacha. Utajifunza mengi. Bado hatujajua ni kwa nini imeitwa Sina Makosa. Twende pamoja mpaka mwisho itakapoishia, tujue ni kitu gani ambacho kiliendelea. Nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya 15 hiyo niliyoitaja. Tutakutana tena. Niseme kwa heri kwa sasa mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.